kununua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kiona baraka imekuja kwenye maisha yako, inakaribia kumanifest, kuzielika. Kitu pekee ambacho waka anafanyaga kwa haraka ni kukuingiza wewe kwenye dhambi. Kwa sababu nini? Dhambi ni hela kwenye ulimwengu wa roho. Anaweza kanunua kitu kwako, anaweza kachukua kitu kwako, anakuwa na kibali kwenye ulimwengu wa roho kuchukua. Ni ukienda dukani utakuwa na kibali cha kuchukua juice mpaka utoe fedha ambayo inaweza kanunua ile juice. Kwa shetani anakukadiria aina gani ya dhambi akupe utende ili anuweze kununua kitu chako. Biblia yangu inasema katika Warumi 3:23 akasema wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbe utukufu wa Mungu unapunguka kwenye maisha ya watu. Unaenda wapi? Shetani anauchukua kwa kufanyaje? Kwa kuwatendesha dhambi. Haleluya. Mwingine anakuambia baraka ilivyokaribia tu ndo anajikuta anazini, ndo anajikuta anasema uongo, ndo anajikuta hasira zake zimeonekana. Baraka zimekaribia, amani imekaribia, furaha imekaribia. Ni ghafla shetani anaingiza kitu. Akifanya kile kitu, shetani anakuwa amenunua kitu kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Nimekwambia dhambi ni fedha kwenye ulimwengu wa roho ambazo shetani anatumia kununua utukufu kwa watu. Anatumia kuchukua baraka kwa watu. Anatumia kuchukua neema kubwa kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kitu kingine ambacho ni fedha kwenye ulimwengu wa roho, unapokuwepo na upako wa Mungu kwenye maisha yako, ni fedha kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Unaweza kununua muujiza. Amen. Unaweza kununua muujiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama unaelewa. Yes. Sijui kama unaelewa. Na kupaka shuhuda nyingi. Nimeshawahi kuona nguvu ya upako ikiinua watu ambao hospitali wameshindwa. Niliwahi kumwombea mzee mmoja ambaye alikuwa anaumwa figo, amevimba, amefanyiwa dialysis, haiwezekani. Yes. Wamejaribu. Akaniambia mtumishi wa Mungu niombee. Kitu ambacho fedha imeshindwa kununua. Lakini upako ambao nilikuwa nao ukaweza kununua lile gonjwa. Nikamwekea mkono, nikamwombea. Akarudi tena kwenye dialysis. Aliwahi kutoa ushuhuda kanisani. Alivorudi tena kwenye dialysis, wakamwambia hatujawahi kukiona kitu kama hichi. Figo zako zimerudi normal kabisa. Hakuna shida kabisa. Hospitali wakamwambia hatujawahi kuona. Akamwambia jamani, nimeombewa. Wakamwambia kamuite huyo mchungaji wako aombe na wengine. Kwa yule baba akaachishwa dialysis. Unaweza kununua ugonjwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza kununua baraka kwenye ulimwengu wa roho. Lakini kitu kingine ambacho nakufundisha, tuenda kulistop vitu vyetu. Sadaka inanunua kitu kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Sadaka inaweza ikachukua neema mahali na ile neema ikawa halisi kwenye maisha yako. Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inaniambia kwa habari, ukienda kwa Wafalme wa kwanza 3:4-5, unamuona Suleiman anamtolea Bwana sadaka, akamtolea Bwana sadaka. Katika kumtolea Bwana sadaka mpaka Mungu mwenyewe akashangaa. Biblia inasema akamtokea Sulemani katika ndoto, akamwambia niombe chochote unachotaka, mimi Bwana nitakufanyia. Ni nini? Sadaka imemvuta Mungu mpaka Mungu kushuka kwenda kuangalia hii ni namna gani? Huyu mtu anataka nini? Anamwambia sema chochote nikufanyie. Akamwambia naomba hekima. Akamwambia kwa sababu tu umeomba hekima, kwa sadaka uliyotoa ni kubwa, imenunua vitu vingi. Sio hekima peke yake. Nitakutajirisha kwa fedha na mali. Kwa kuwa Mungu akambariki huyu mtu. Ni nini? Sadaka ya kwako inaweza kaone ni kilio mbele za Mungu na ikanunua kitu. Haleluya. Amen. Mimi ni mnufaika wa neema. Mama yangu alikuwa anafagiaga kanisani, anafanya usafi, napenda kutoaga ushuhuda. Amen. Na mtumishi kamaona anajitoa sana, akamwambia mama, watoto wako watasoma. Amen. Watoto wako hawatafeli madarasani. Amen. Watoto wako watafanikiwa kwenye eneo la shule. Amen. Sijawahi kustruggle kwenye eneo la shule. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisomagi kuliko wengine, lakini ninafaulu na walimu wanaotunga mitihani wanashangaa. Haleluya. Na wala waaminiki kama naweza kufanya hivyo. Unaona nguvu ya sadaka ya mama kufagia kanisani. Yes. Inakupa wepesi wa baadhi ya vitu. Kwa nini unakutana na watu wanatenda mabaya, inakuwa ni shida, lakini kuna kineema kinawasaidia. Ni cha wazazi wao. Amen. Wazazi ambao wanajua kuomba. Yes. Wazazi wanajua kutafuta Mungu. Amen. Sadaka walizotoa